Tunafahamu pia katika chumba hicho watakao kuja wengine ni wale maafisa utumishi wanaofuatilia masuala ya kiutumishi. Wale watahudumiwa kwa haraka pale na mara moja kupandishwa juu kwa wakurugenzi kwa ajili ya mambo yao, kwa sababu wanapokuja kule na wenyewe wana mambo, wametumwa na mamlaka. Mtu ametoka kwa mfano halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa, amekuja na issue ya utumishi. Sasa hapaswi kuchelewesha. Yaani hiyo ni haraka lazima hukumiwe, kwa sababu yeye anatakiwa kurudisha kule mrejesho wake. Na tunataka wote wapitie kwenye kile chumba. Lakini kitufika pale wanasikilizwa, anashauriwa, kuna vitu vya kurekebisha, inapigwa simu pale, kuna simu za kutosha pale. Na waweze kuaccess kote kule ambako wanaweza kuwasiliana na waajiri. Na kama kuna kitu kimebaki sio huyu afisa utumishi au aliyetumwa kuja kufuatilia masuala ya kiutumishi, eti arudi tena Nkasi akarekebishe, halafu tena arudi tena alete, tunachelewesha utendaji na huduma kwa watumishi wetu, na hivyo kuchelewesha huduma kwa wananchi. Wakae pale pale na wale watu wetu walioko kwenye ile chumba kile cha one stop center pale wizarani, wanachambua, inapigwa simu, kama ni email, tumeweka mifumo. Kwa nini mtu arudi? Watafanya pale mpaka watoboe pale. Afu ngoma inatoka pale inapelekwa kwa mkurugenzi. Ikitoka pale inaenda kwa naibu katibu mkuu au kwa katibu mkuu, inaisha, suluhisho limepatikana. Na ndio maana nikasema tufanye ubunifu wa kuwa na one stop center ya pale wizarani kwetu, ili hao wakitoka kule, tunapokuwa tumeshamaliza mchakato wa usahili na wale walioshinda usahili sasa wanapangiwa kazi, wanapaswa kupewa barua. Sasa barua hizo kwa sasa wanakuja kuzichukua Sekretariat ya Ajira Dodoma. Kwa hiyo mtu unaweza kujikuta anatoka Kigoma ndiko alikoshinda usahili, anaifuata barua Dodoma, halafu pengine amepangiwa tena wapi? Kigoma. Matumizi mabaya ya rasilimali, na rasilimali ni rasilimali za nchi. Huyo mwananchi mwenyewe ni rasilimali ya nchi, hela yake ni rasilimali ya nchi. Tunachelewesha maendeleo kwa sababu anakuwa na necessary cost wakati huyu mtu hana ajira. Kwa hiyo mimi ushauri wangu na uamuzi wangu au maelekezo ninayokupa katibu mkuu, barua hizi za placement za watumishi walioshinda usahili zitolewe kwenye mikoa huko ambako walifanyia usahili, ili akiipata pale barua yake anatoka Kigoma, hapaswi kuja Dodoma, arudi tena Kigoma akachukue barua yake halafu amepangiwa Lindi. Tumefanyia safari kubwa kweli. Amefanyia usahili Rukwa, na barua ataipata kutoka katibu tawala Rukwa, halafu baadaye aondoke kwenda kuripoti wapi? Kigoma alikopangiwa. Hii itasaidia sana. Na mimi nimeipata wapi? Nimeipata kwa kuangalia kwenye mitandao ambavyo wananchi walikuwa wanalalamika, kwa maana hawa ambao wanaona why kwa nini tukachukua barua utumishi wakati tumefanyia usahili huko. Kwa hiyo fanyeni ubunifu kadri mnavyoweza kwa spidi inayowezekana. Hivi mkoa kweli, vyombo vyetu pale vyote, mfumo wa rasi na ofisi yake anashindwa kuverify